Ukiona mtu yoyote anamsema Jean Charles hapo, basi ujue huyo ni mtu ambaye hajui mpira, hata utajua kubishana naye. Jean Charles hapo ni mmoja wa wachezaji bora sana ndani ya kikosi cha Simba, mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya Simba msimu huu, na ni mchezaji ambaye pia sio tu kucheza mpira vizuri, lakini ndio mchezaji ambaye ana takwimu bora kuliko mchezaji mwingine yoyote kwenye kikosi cha Simba. Kwa msimu huu pekee yake Jean Charles kwenye mashindano ya kimataifa, yeye ndio mchezaji ambaye amehusika kwenye kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Licha kwamba nyingi hazijatumika, lakini amefanya kazi yake inapotakiwa. Ametengeneza jumla ya nafasi 27 kwenye mashindano ya kimataifa pekee. Kwa maana kuanzia mchezo dhidi ya mchezo uliopigwa wa Simba wa kwanza dhidi ya Al Ahly Tripoli, kama unakumbuka ile mechi. Ni mechi ambayo Simba walishinda, lakini tangu kwenye ile mechi mpaka leo tunapozungumza mechi ya jana dhidi ya Stellenbosch, Jean Charles huwa ametengeneza jumla ya nafasi na nafasi 27 yeye peke yake. Hakuna mchezaji mwingine yote wa Simba ambaye ameweza kwenye idadi hiyo ya utengenezaji wa nafasi. Lakini pia Jean Charles huwa ni mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao 5 kwenye mashindano ya kimataifa msimu huu. Amefunga mabao 3, ametoa assist mara 2. Hakuna mchezaji mwingine wa Simba ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi ya hayo, kwa sababu yeye mwenyewe mabao 5 amehusika nayo, lakini mtu ambaye anamfuatia ni Kibu Denis ambaye amefunga mabao 4 tangu kwenye hatua za awali mpaka sasa hivi. Maana bado anaongoza pia kwa kuwa na takwimu bora kwenye mashindano ya kimataifa kuliko mchezaji mwingine yoyote wa klabu ya Simba. Sasa unasemaje kwamba Jean Charles hakuwa hatoshi? Na unataka mchezaji anayetosha awe na takwimu za aina gani kuliko hizi ambazo nazo Jean Charles hakuwa? Nafikiri kuna shida moja. Sometimes hata wachambuzi hawachambui mpira kwa kutazama kile ambacho kinaonekana uwanjani kwa kubezi pia kwenye takwimu na vitu vingine, ila wanaangalia mashabiki wanalalamika nini. Alafu kile ambacho mashabiki wanakilalamikia ndicho ambacho pia na wachambuzi wanaondoka nacho. Na ndio maana sometimes unaweza ukaona hata wachambuzi wengine wanamlaumu Jean Charles. Kitu pekee ambacho Jean Charles huwa anaweza kulalamikiwa na mtu na mimi nikamuelewa ni ile sifa ya kushindwa kucontrol mchezo. Yaani sio kiungo ambaye ana uwezo wa kutawala mchezo. Hicho ndio kitu ambacho mtu akikizungumza naweza nikamuelewa. Kutawala mchezo kivipi? Unaona mtu kama Pacome, Aziz Ki, Chama, yani akiwa uwanjani, yani awe na mpira kwenye eneo lolote lile ambalo atakuwa na mpira, utajua tu kwamba Chama yupo au Aziz yupo, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira muda mrefu, ana uwezo wa kushambua mzuri wa kukimbia na mpira, ana uwezo mzuri wa kupiga watu chenga, ana uwezo wa kufanya chochote kile ambacho anakitaka kwenye nafasi yake ikiwa na mpira, kitu ambacho kwa Jean Charles hana. Yani hana uwezo wa kudribble mpira muda mrefu, hana uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu, lakini hana uwezo wa kuwazungusha watu vile ambavyo yeye anataka. Yaani sio mchezaji mwenye skills nyingi. Hicho ndio kitu pekee ambacho anakikosa. Lakini ukizungumza ile basic ya namba 10 ama majukumu halisi ya namba 10, Jean Charles huwa ameyafanya kwa ubora wa hali ya juu kuliko mchezaji mwingine yoyote kwenye ligi ya Tanzania. Na ukiangalia, nimekupa takwimu za Jean Charles kwenye mashindano ya kimataifa. Amehusika kwenye mabao 5 kwenye mashindano ya kimataifa. Hakuna mchezaji mwingine wa Simba ambaye amehusika kwenye mabao mengi kiasi hicho. So unasemaje kwamba hatoshi? Kwa sababu ingekuwa labda anacheza namba 10, alafu kuna mchezaji wa pembeni yake ambaye anacheza kwa nafasi nyingine, amemzidi takwimu, unasema yes, huyu jamaa hana kitu ambacho anakifanya. Lakini unasemaje hana kitu ambacho anakifanya wakati ni mchezaji ambaye amefanya vizuri zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote? The same ukija hata kwenye kutengeneza nafasi. Yeye peke yake katengeneza nafasi 27. Anafuatiwa na Elim Panzo ambaye anatengeneza nafasi 18. Anafuatiwa na Kibu Denis ambaye ametengeneza nafasi 12. Anafuatiwa na Shomari Kapombe. Sasa hao wachezaji wote bado yeye kawafunika kwenye takwimu zake. Maana bado ndio mchezaji bora kwenye kikosi cha Simba. Ukija ligi kuu, Jean Charles kafunga mabao 12 kwenye ligi. Katoa assist 7. Maana jumla kahusika kwenye mabao 19 ndani ya michezo 22. Unasemaje huyu mchezaji hatoshi? Unajua kuna vitu vingine wakati mwingine vinafikirisha. Inawezekana ile pressure ya mashabiki au kutafuta ile tension ya mashabiki ndio kitu kingine ambacho kinasababisha Jean Charles aonekane kama sio mchezaji mzuri. Lakini unapokuwa mchambuzi lazima sometimes ukae upitezo takwimu, uangalie na performance ya mchezaji. Lakini pia kuna tofauti ya mchezaji kwenye mchezo mmoja na mchezo mwingine, kitu ambacho kinaonekana kwenye mechi zote. Hata kina Azizi, kina Chama, zipo game ambazo wanacheza vizuri na zipo game ambazo hawachezi vizuri. Kwa hiyo sio kwamba kila game mchezaji atakuwa kwenye performance bora. Lakini pia wakati unamlaumu Jean Charles kwenye mchezo wa jana kwamba hajacheza vizuri, ukumbuke bao pekee na la ushindi ambalo Simba wamelipata kwenye mchezo wa jana, bado Jean Charles hakuwa ndo kafunga hilo bao.
Yaani maana yake ingekuwa sio yeye Jean Charles Ahoua, means hata jana Simba wasingeondoka na alama 3, lakini wasingeondoka na ushindi. Lakini jana wameondoka na ushindi kwa sababu Jean Charles kafunga bao. Maana yake ubora wa Jean Charles ndio pia ambao umewapa Simba nafasi ya kupata alama 3 ya kupata ushindi kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch. Nafikiri ifike wakati Jean Charles apewe heshima ambayo anastahili kupewa. Anafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuwapa burudani wana Simba na amefanikiwa kuifanya kwa hali ya juu sana. Sasa wale ambao mpo na hamjui mpira, muacheni bwana mdogo afanye kazi yake. Jean Charles anafanya kazi nzuri sana ndani ya kosti ya Simba. Inawezekana labda wapo pia wachambuzi ambao hawajui vizuri mpira, wao hawatazami. Kwa sababu unajua inawezekana unajua mpira lakini utazami mpira wenyewe. Sasa inawezekana kuna mtu yule anamuanalyze Jean Charles kwa kusikia watu wengine wanavyosema, lakini hajamtazama na jicho lake. Lakini kama umemtazama vizuri Jean Charles Ahoua, utakuja kugundua kwamba sio mchezaji mbaya ndani ya kosti ya Simba. Ni mchezaji ambaye amekuwa na takwimu bora kuliko mchezaji mwingine yoyote. So watu wanapaswa kuheshimu kile ambacho yeye anafanya kama mchezaji. Anafanya kazi kubwa sana, kazi ambayo hakuna mtu mwingine ambaye ameweza kufanya ndani ya Simba. Ametengeneza nafasi nyingi sana. So to respect kile ambacho Jean Charles Ahoua anakifanya. Ni one of the best midfield. Kwangu ni kiungo bora kuliko hata Chama na Stefan Aziz Ki.